katika njia yangu. Karibu kwa mjumbe wa Bwana, na Bwana akutangulie. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi daima. Amen. Tunaendelea kumtukuza Bwana ambaye ametupa nyakati hizi ili tuweze kusema kwa nafasi yake. Tunashukuru pia waongozi wa kanisa ambao waliweza kuona ni vema tuweze kuja kuhudumia kundi la Mungu katika usharika huu. Tunasema asante kwa kutukubalia jambo hili. Na ninyi Wakristo wote ambao mmekuja, tunasema asante kwa ujio wenu. Tunaamini Mungu ataweza kutubariki sote pamoja kwa neno lake la leo. Amen. Amen. Siku ya leo tutaweza kusoma neno la Mungu. Tutalisoma katika kitabu cha Waamuzi. Waamuzi sura 4 la kwanza, la maelezo yetu itaendelea mpaka kipande ya 5. Lakini kwa sasa tutasoma Waamuzi sura 4 shairi la kwanza mpaka ile shairi la 10. Tutasimama kwa usomi wa mashairi haya ya Waamuzi sura 4 1 mpaka 10. Basi tusome katika jina la Yesu Kristo. Hata alipokufa Ehudi, wana wa Israeli wakafanya yaliyo maovu tena mbele za macho ya Bwana. Bwana akawauza na kuwatia katika mkono wa Yabini mfalme wa Kanani, aliyetawala huko Hezori, na Sisera aliyekaa katika Horosheti, na mataifa alikuwa amiri wa jeshi lake. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana kwa kuwa Sisera alikuwa na magari ya chuma 900, naye akawaonea watu wa Israeli kwa nguvu muda wa miaka 20. Basi Debora, nabii mkewe wa Lapidoti, ndiye aliyekuwa mwamuzi wa Israeli wakati ule, naye alikaa chini ya mtende wa Debora kati ya Rama na Beteli, katika nchi ya vilima vya Efraimu. Wana wa Israeli wakamkwendea awaamue. Huyu akatuma mtu akamwita Baraka wa Abinoamu toka Kadeshi Naftali, akamwambia, je, Bwana Mungu wa Israeli hakutoa amri akisema, enenda ukawavute kwako huko katika milima ya Tabori watu 10,000 wa wana wa Naftali na wana wa Zabuloni, nami nitakuvutia Sisera, jamiri wa jeshi lake Yabini, hata mto wa Kishoni, pamoja na magari yake na wingi wa watu wake, nami nitamtia mikononi mwako. Baraka akamwambia, kama utakwenda pamoja nami, ndipo nitakwenda, bali kama huendi pamoja nami, mimi siendi. Basi akasema, hakika nitakwenda pamoja nawe, lakini safari utakayoiendea haitakupatia heshima wewe, maana Bwana atamuuza Sisera katika mkono wa mwanamke. Debora akainuka akaenda pamoja na Baraka mpaka Kadeshi. Baraka akawakutanisha Naftali na Zabuloni waende Kadeshi
wakamkwendea watu 10,000 wakimfuata. Debora naye akaenda pamoja naye. Hili ni neno la Bwana. Basi tukae. Wakati tumekaa kwa usomi huu ambao tumefuata, tunataka tuweze kufikiria neno ambalo linasema Mkristo ni balozi wa matumaini katika nchi ama kwa watu wenye shida. Mkristo ama mfuasi wa Kristo ni balozi, ni ambasadeur wa matumaini katika nchi yenye shida. Hiyo ndio kubwa ambalo na neno hili tunalifuata kwa sababu tunapenda kila mmoja wetu aweze kuimarisha matumaini yake na aweze kujikuta ya kwamba yeye pia ni yeye ambaye anaweza kusaidia mwenzake ili aweze kuendelea kumtumainia Mungu ambaye ndiye mshindaji wake. Tunasema neno hili kwa sababu neno hili ndilo linafunga juma ambalo linaitwa Juma la Uraia katika Sebeka, juma ambalo linakuwa ndani yake independence ama uhuru wa nchi. Inakuwa pia fursa kwa kanisa kwa kuweza kufundisha Wakristo namna gani wanaweza kuwa wasitwaye wazuri, waraia wema katika nchi yao, wakiwa pia Wakristo wema katika kanisa lao. Namna gani mfuasi wa Kristo anaweza kuwa raia mwema ama Mkristo mwema katika kanisa lake. Na juma hili litafungwa kesho, tuseme siku kuu ya uhuru wa nchi yetu, siku kuu ya independence ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ndiyo sababu tunaona mfano wa mama na baba ambao waliweza kujionyesha katika nchi yao, nchi ambayo kwa siku zile ilikuwa nchi inatawaliwa na watu wengine. Alafu watu hawa Mungu aliweza kuwainua, wakaweza kuimarisha matumaini kwa watu wa nchi yao. Na hapa tunafuata mfano wa Debora na Baraka. Ndio wataweza kuongoza mazungumzo yetu kwa kutafuta kuelewa namna gani tunaweza kuwa waraia wema, namna gani tunaweza kuwa Wakristo wema mahali Kristo ametuweka. Tunajua ya kwamba raia wa Kongo ama nchi ya Kongo kwa siku hizi inapitia kipindi kigumu cha historia yake. Ukiona kumeisha miaka mingi, wanahitaji kuwa zaidi ya miaka 30, nchi iko inayumba na inakosa kabisa msimamo halisi, na watu wanajiuliza tufanye nini kusudi nchi yetu iweze kuwa pia na usalama kama nchi zingine. Mahitaji yamekuwa mengi na watu wanakosa ni wapi tena wanaweza kuendea. Watu wanakosa matumaini. Kwa kujenga upya kunahitajika raia ambao wameimarisha matumaini yao katika neno la Mungu na katika kuishi katika umoja. Tunajua ya kwamba tunaposema raia, Wakristo nao pia ni wanani? Ni waraia.
ni kwamba mambo ya nchi inahusu pia Wakristo. Hivi Mkristo hawezi kuona kama ile ni mambo ya watu wengine. Mambo ya kuboresha nchi inahusu Wakristo, na kwa sababu Wakristo ndio wanaitwa kuwa nuru na taa ya ulimwengu, lazima wawe pia waraia wema ambao wataonyesha namna gani Mkristo anaweza kuishi, namna gani nchi inaweza kukua. Tukitafuta mfano wa mraia mwema, akuwe nani? Akuwe nani? Mkristo, si vile? Kama tunatafuta mfano wa mraia mwema, inaomba akuwe Mkristo. Hivi lazima kanisa lifundishe Wakristo namna gani wanaweza kuishi katika nchi yao, namna gani wanaweza kupenda nchi yao. Hivi maneno ya kuhusu uraia lazima kanisa liweze kuifundisha kwa Wakristo kusudi waendelee kukuwa mfano bora katika nchi mahali Bwana aliweza kuwaweka. Siasa ya nchi yetu imejulikana kama yenyewe inakuwa na wanasiasa wanaotumikisha rushwa, ambao wanatumikisha ukabila, wanatumikisha uchawi, wanatumikisha ushirikina na mambo mengine maovu. Hivi kukuwa mwanasiasa, Wakristo wanaanza kuona kama haiko vizuri Mkristo aingie katika siasa, kwa sababu wameona wale ambao waliokuwa nao wakiingia katika siasa, wanawaona mara moja wakibadilika. Waliweza kuimba pamoja nao, waliweza kuomba Mungu pamoja nao, lakini wakati tu wanatoka na kusema wanakuwa wanasiasa, kuna wamoja wao ambao wanabadilika, hawaenendi tena kufuatana na njia za Kikristo. Wanawaona wamebadilika kiwango sasa, kukuwa siasa imeonekana imekamata neno lengine, imekuwa sawa sinonime ya uongo. Wakisema ile ni siasa, kama mtu anasema ile ni siasa, maana yake anataka sema ni nini? Si ni uongo ndio vile. Hivi siasa, neno siasa imepoteza maana yake halisi. Siasa imekuwa kama ni kusema uongo, asema nilifanya tu vile, ni siasa tu. Pourtant siasa ni kusema namna gani tunaweza kuishi vizuri katika nchi. Ile ndio preoccupation ya mwanasiasa. Lakini leo neno siasa imepoteza thamani yake, imepoteza maana yake halisi, kwa sababu ya wanasiasa ambao wameanja kuenda tofauti na ile ambayo ingelipaswa kukua. Kama unataka ujitajirishe mbio mbio, uingie munini? Msiasa. Na ile utajiri wa mbio mbio ni utajiri wa wizi. Unaiba mali ya watu, ya raia, unaiba mali ya umma, unaanza ujisha viwanja vya watu. Alafu watu wanajiuliza siasa sasa ina maana gani? Alafu Wakristo wanataka kuonekana kama wanajitia pembeni kwa sababu yale ambayo wanaona haiko mfano mzuri. Hivi katika somo letu la leo tutaona namna gani mfuasi wa Yesu Kristo ataweza kuendelea kuimarisha matumaini ya taifa lake, akijionyesha yeye mwenyewe kama mfano bora wa raia wa kweli. Hivi Mkristo ajionyeshe kama mfano bora wa nini? Wa raia ya kweli. Sijui kama raia, ile terme, ile Kiswahili cha raia akose ni cha mpya kwetu, hatukizoee. Tushazoea Kiswahili cha kuchangana na français. Bon citoyen wa un citoyen modèle. Mkiswahili tuseme nini? Mwananchi awe mwananchi mwenye iko model,
Mkristo ajionyeshe ya kwamba yeye ni mwananchi, ni citoyen mwenye iko model katika nchi yake. Na hapa gisi nilisema, tunaona mfano wa watu wawili, na watu hawa ni nani na nani? Ni Debora na nani? Na Baraka. Debora na Baraka. Hivi ulizo letu la msingi ni la kusema namna gani mfuasi wa Kristo atakuwa raia bora katika nchi yake. Namna gani mfuasi wa Kristo atakuwa raia bora katika nchi yake. Na neno hili tukifuata maandiko ambayo tumesoma ya Waamuzi sura 4 na hata ile kipande cha 5, kuna mambo mane ambayo tunataka tutilie mkazo. Jambo la kwanza linakuwa kwa ile shairi la kwanza mpaka shairi la 6 la kipindi cha 4. Na hapa tunaona ya kwamba Mungu anainua watu kwa kujenga matumaini ya raia. Mungu anainua watu kwa kujenga matumaini ya raia. Ilikuwa nyuma ya miaka 10